hakuna vurugu, hakuna nini. Kwa hiyo tunasiana vijana. Tuendelee hivi tukachague viongozi tunaowataka siku ya tarehe 29. Ndio mimi nazungumza mimi. Hakuna demokrasia. Watu warudine. Ndio maana leo hii Mfufo Nyerere, Mwinyi, Mkapa, mawaziri Msuya, Sokoine, watashangaa sana tunakwenda wapi? Barabara ni mbovu, mtu anaenda Liwale anazunguka kwenda Lindi, Masasi na Chingwe anaenda Liwale. Kutoka Liwale kwenda na Chingwe kilomita 60, barabara mbovu. Kutoka na Chingwe kwenda Masasi kilomita 47. Barabara ya lami miaka 60 ya uhuru. Hatuna barabara. Lakini leo tunaambiwa baada ya siku 100 nitajenga reli kutoka Mtwara kwenda Bamba Bay. Brother, reli gharama zake si mchezo. Ni siku nyingine tena, siku nyingine ambayo tunapata kujumuika na wanajamii. Hii ni Sauti ya Jamii. Huwa tunapata nafasi ya kuweza kujadili mambo mbalimbali yanayohusiana na jamii yetu ambayo sisi kama wanajamii tunaishi. Nimetembea kwa takriban masaa mawili hivi kutokana na hali pia ya foleni na nini. Nimefika maeneo ya Temeke na yapo mengi ambayo tutakwenda kuyazungumza hapa. Jaribu kukukumbusha kwamba zimebakia siku 7 tu kuelekea uchaguzi mkuu. Takriban wiki moja hivi ambayo itatufanya kwenda kufanya maamuzi kwa ajili ya kuchagua viongozi ama kuelekea hatima ya taifa letu kwa miaka 5 ijayo. Na maanisha uchaguzi wa kuchagua rais, wabunge, lakini pia madiwani ambao watapata nafasi ya kutuwakilisha katika nyadhifa za uongozi. Nikiwa maeneo haya nitajaribu kuzungumza na wanajamii kuweza kujua katika hizi siku 7 zilizoweza kusalia nini wanazungumza, yapi maneno yao, hali ya siasa ikoje, hali ya kiusalama ikoje kuelekea uchaguzi mkuu, lakini vipi katika jamii, wanaridhishwa na kile kinachoendelea hususan kwa wagombea wao, wanafika katika maeneo yao, lakini pia vipi kuhusu kampeni. Hayo yote tutakwenda kuyazungumza hapo. Jina langu ni Salumu Amani, takuwa na mimi hapa mpaka tamati. Zungumza sasa hapa kuweza kujua mambo mbalimbali. Nipo na kama unavyotazama hapa unaweza kuona jopo hili. Watu ambao wapo hapa wataenda kuzungumza mambo mbalimbali. Kwanza kabisa kampeni zinaelekea ukingoni. Tukumbuke kwamba kampeni zinaelekea ukingoni na mwisho wa kampeni tarehe 28. Lakini katika hizi siku zilizobakia vipi? Wanazungumza nini watu wa eneo hili? Naweza kuzungumza na mzee wangu hapa, lakini pia wapo watu ambao pia tutazungumza nao. Mzee, habari yako bwana? Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa salama kabisa. Naona mambo yanakwenda. Kweli wa afya kama umetukuta tunakuja kunywa kahawa hapa. Tuko salama. Sasa tuna siku 7 takriban wiki moja hivi kuelekea uchaguzi. Hali ikoje ya kisiasa wewe unavyoitazama kama mwanajamii lakini kama pia mwananchi ambaye unatarajia kwenda kupiga kura? Mimi naona hali ya kisiasa yani kuhusiana na wagombea wanafika katika sehemu zao za za kwenda kutoa kutoa sera zao, kunadi sera zao. Tunaona vyama vingi sana wanafanya kampeni, vyama vingi sana yani katika jiji la Dar es Salaam. Tunaona kuanza wagombea mpaka udiwani, vyama vya upinzani, chama tawala, mikutano kwa ni mingi zaidi. Lakini mwisho wa siku tunaangalia ile tarehe 29, yani mtu atakayeuza sera zake vizuri zaidi ndio tarehe 29 ndio atakayeenda kuvuna alichokipanda kile. Yani kulingana na jinsi alivyokuwa ameorganize vizuri yani mipangilio yake kwa wapiga kura. Sababu sisi wapiga kura si ni wasikilizaji tu wa hizo sera, sipendeleo. Tutakapoangalia kama mtu kama yupo tunajua ana uwezo wa kufanya lile jambo lile, watu ndio atakaenda kumchagua huyo mtu. Lakini kuhusiana na masuala ya kampeni naona sijaona kama kuna malalamiko mengi zaidi katika masuala ya kampeni. Labda kuna watu wamekamata na mapolisi, sio wamezuia mkutano. Mimi naona watu wanafanya mikutano yao vyama vingi tu vya siasa. Sawa, mzee wangu, wewe kwa upande wako una lipi la kuzungumza kwa kuangalia ujumla wa siku hizi za 7 zilizobakia, ukiangalia kampeni, sera, mambo mengine, ujumla wake hali ikoje? Hali ni shwari, na pia nipende kufahamisha mimi naitwa Abbas Kibinda, nilikuwa mgombea wa serikali ya mtaa huu wa Mwembe wa Matumbi katika tiketi ya chama cha CUF. Hali ya usalama naona ni nzuri, lakini uchaguzi uko upande mmoja. Uchaguzi wa upande mmoja hauna competition yoyote, kwa sababu walio wengi kiu yao naona haikutimizwa kama vile ambavyo wao walikuwa wanatarajia.
Kwa hiyo ningeiomba tu serikali ifanye chini juu pindi miaka inapokuja, waangalie hali ya kuwatuliza watu zaidi kupata kile ambacho watu wanatarajia kukipata, kwa sababu ukiangalia katika Temeke hii ugombea upo wa sehemu moja zaidi sana. Tuko mgombea wa CCM na mgombea wa CCM wa taifa ni Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa ujumla hali ya Mama Samia Suluhu Hassan kisiasa sio mbaya sana upande wake, kwa sababu haina competition yoyote. Kwa hiyo hatuwezi tukalinganisha kwamba atakuja hapa Kinjeketile kumpiku Mama Samia au atakuja mgombea si Mwalimu kuja kupika Mama Samia. Hii ni kitu ambacho kiko mbingu na ardhi. Hususan Mama Samia alifanya kazi kubwa ambazo ziliachwa na Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Lakini kuna gap kubwa kati ya utendaji wake wa juu na watendaji wake wa chini. Ukiangalia hali ya gap hiyo leo hii, ukimuuliza mwanajamii yoyote hapa hali yake kiafya ndani ya hospitali ya Temeke iko vipi, atakwambia hali ni mbaya sana. Kwa hiyo hali ya Temeke hospitali ni mbaya, haikulingana wakati ambapo alikuwa mheshimiwa kama Pombe Magufuli, ambao alikuwa anashuka mpaka chini kuangalia watu nini wanafanya. Sasa mimi naomba tusimalize maneno kwanza, tutarejea kwa upande wako. Nigeukie pia upande wangu hapa, naona kuna kijana mwenzangu, tumesikiliza maoni hapa, lakini natamani sana kufahamu pia maoni ya vijana, kwa sababu wao ndio nguvu kazi ya taifa hili. Kwanza kaka, habari yako? Bwana ndugu yangu, namshukuru Mwenyezi Mungu, kumekucha. Ndio. Niko buheri wa afya. Naam. Unazitazama vipi siku 7 mpaka 6 zilizosalia kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025? Wewe siku hizi 6 kwako ni siku za aina gani? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuwa kwenye hali ya amani na utulivu mpaka sasa hivi. Tumebakisha wiki moja twende tukachague viongozi ambao wanastahili. Unajua unavyoambiwa mtu tarehe 29 Oktoba tunaenda kuchagua. Kura ni siri. Mtu anaweza katoka hapa kaenda kumchagua mtu anayemtaka, hakatazwi. Umenipata? Lakini tunasihi pia, sisi ni vijana, taifa la kwetu, lazima tuwe watulivu, tuangalie viongozi waliokuwa sahihi ili wafanye mambo ya nchi yaende tunavyotaka, kwa sababu unajua kitu kimoja kwenye nchi kuna vitu vitatu ambavyo vinatakiwa, ambao vikiangaliwa kwa jicho la tatu watu tutakuwa tunaishi fresh kabisa. Mfano afya, elimu pamoja na miundombinu unavyoona. Kwa hiyo wewe siku hizi zote kwako zimekaaje? Mimi naona siku ziko vizuri kwa sababu nchi ni nchi ya amani ndugu yangu. Hakuna vurugu, hakuna nini. Kwa hiyo tunasiana vijana, tuendelee hivi tukachague viongozi tunaowataka siku ya tarehe 29, na imani vyama vinavyogombea ni vingi. Hautanzwi nguvu kwamba chagua huyu. Wewe unavyoenda kupiga kura unaenda kumpigia kura kiongozi unayemuona kwako wewe ni sahihi, ataleta kitu fulani kwenye maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo mimi naona kwamba tunaenda vizuri na tunatakiwa twende hivi, kwa sababu hii ndio nchi yetu ilivyo. Na ndio maana hata wageni wanatoka huko wanaikimbilia nchi yetu kutokana na umoja, mshikamano na amani tuliokuwa nayo. Ukiangalia nchi za wenzetu nyingine amani hamna. Watu kweli wana vitu, wana biashara, wana nini, lakini amani hamna. Amani ndio msingi wa kila jambo. Kwa hiyo mimi ukiniambia hivyo, mimi naona kwamba nchi inaenda vizuri na wagombea wote wanaogombea tutachagua wagombea ambao tunaona kabisa hawa ni sahihi kwenye nchi hii. Tukiwachagua wanatufanyia mambo yaliyokuwa sahihi kwenye nchi yetu. Kwa hiyo mimi changamoto na imani zipo. Mfano mzee wangu hapo katoka kuongea kwamba swala la afya, hata mimi kidogo inataka niligusie. Serikali itakapopita tena, itakapopewa ridhaa yoyote itakayopita serikali mfano iliyokuwa madarakani, iangalie sana swala la afya. Ni swala ambalo linatatiza watu wengi sana, kwa sababu leo akiumwa mtoto wa mkubwa au kiongozi au mtu mwenye pesa ni tofauti nikiumwa mimi mtu wa maskini. Unaenda pale hospitali unakuta huduma, wewe unakuwa kwanza mtu wa mwisho. Wakati pengine mimi naumwa natakiwa muda huo nipatiwe matibabu, anaangaliwa kwanza mtoto fulani kutokana na nini? Ana pesa. Lakini mama jinsi alivyosema kwamba atagusa sekta hiyo, mimi na imani kwamba mambo yataenda vizuri. 29 tukatiki tu. Sawa, yeye anasema 29 lekotiki, hakuna lingine ambalo linaweza kufanyika. Lakini natamani pia niongee na brother hapa. Tupo katika kipindi cha uchaguzi mkuu, na tunapokuwa katika kipindi cha uchaguzi kuna kuwaga na hali ya joto kubwa sana la kiuchaguzi. Mambo mengi huwa yanaibuka. Pengine tangu tumeanza mchakato wa kampeni, ilikuwa nafikiri Agosti 28, tumekwenda mwezi wa 9 wote wamekamilika kwa kampeni, mwezi wa 10 pia huu unakwenda kuisha, kampeni zinaendelea. Hali ya joto la kisiasa ambalo linaonekana hivi sasa lina tofauti yoyote pengine na kipindi vilivyopita huko nyuma?
Upo utofauti mkubwa sana. Kwa maana ya kwamba Uchaguzi ukiangalia uchaguzi 2010, 2005 tofauti na kipindi hichi. Sababu uchaguzi ni democracy. Sasa wale Chadema wanataka democracy. Tume huru ya uchaguzi hakuna. Hakuna uchaguzi. Sababu angalia kwa chama kingine kipya Chauma. Hakuna mtu akijua kijijini. Chauma mtu anaomba kura, mtu agombea udiwani kata Sandali, hajulikani hata shilingi hana. Unagombea udiwani. Ni mlevi. Tunakwenda wapi? Abi uchague wagombee sahihi, wagombea. Na kurudisha nyuma baba Temeke zote zinaoza. Maustarini. Na wasisa Chama cha Mapinduzi kiko madarakani. Maiti iwe bure. Maiti iwe bure. Turudi mfumo wa zamani, enza ukoloni. Maiti hapa ilipishe. Huduma za afya mbovu maustarini. Mtu akikaa kwenye kampeni anaahidi vitu hakuna, unaahidi hewa. Ushapata ushaingia Ikulu. Hiyo vitu unaahidi hakuna. Mtu anakaa kwenye kampeni anaahidi anatoa kadi ya bima afya. Kila Mtanzania. Si msiba huo. Utaweza wapi? Kwa nini usianze huku nyuma? Akatunaomba kula. Anza kabla. Watu wane mfano Temeke maiti hakuna dawa. Maiti kwa hospitali zote Tanzania nzima. Maiti unalipia. Kama una pesa maiti unaiacha. Inazuna site. Tunakwenda wapi? Na nyingine viwanda vinakufa. Uchochoni kuna MCD nyingi. Nenda hapo Mchicha hapo. Hapa. MCD kibao tu. Kilimo inauzwa kilimo. Wewe unauza asset ya serikali unauza. Tunakwenda wapi? Tanzania. Afaambia viwanda vingi. Viwanda jenga vya kwako. Usiuze asset. Kama kilimo uzai na Dodoma. Ili wache taasisi kilimo ibakie vile vile. Unamkodisha mtu wa nini? Foreign movement. Barabara inaoza barabara hii. Tunakwenda wapi? Hakuna lami. Mtanzania hali lami. Mtanzania atakula, mshushie bei ya vyakula, vile bei ya chini. Kabisa. Watu watakuelewa. Bei ya vyakula vinapanda. Hata Magufuli anaona madarakani. Mwenyezi Mungu amrehemu. Unga sembe ni shilingi 700 dola afanye 200. Ukiacha shilingi 1000 mtu nyumbani unakula 10,000. Sasa hiyo acha shilingi 10,000 auli. Nyama kilo moja shilingi 15,000. Tunakwenda wapi? Si msiba huo. Tanzania bitofakari. Tuna msiba mzito sana Tanzania. Tuna msiba mzito. Tuache usiasa ushabiki. Tuzungumze ukweli. Na Tanzania kuzungumza ukweli utakiwi. Lazima uzungumze ukweli ili Tanzania kuelewe. Tunakwenda wapi? Tutakwenda mbele au turudi nyuma Matushabani? Turudi nyuma. Ukija leo hii Mfufuo Nyerere, Mwinyi, Msuya, mawaziri soko ine aje kuangalia Tanzania. Viwanda vyote vinakufa. Tunakwenda wapi? Sawa, yeye malalamiko yake makubwa ni namna ambavyo viwanda pamoja na miundombinu haijawa vizuri. Akizungumza pia tofauti kubwa sana ya kidemokrasia. Amegusia sehemu muhimu sana katika uchaguzi. Unapozungumzia uchaguzi, kutenganisha na demokrasia ni sawasawa na kumchukua samaki ukamtoa katika maji umweke nchi kavu, maana yake hawezi kuishi. Maana hiyo demokrasia na uchaguzi ni kama samaki na maji. Sasa tujadili demokrasia. Tujadili demokrasia. Katika kipindi cha hivi umesema demokrasia imekuwa tofauti sana. Na hajamaliza anasema. Sasa nataka nije kwa mzee Mwaipaya kwanza. Yeye aelezee hali ya demokrasia kwa upande wake imekaa vipi. Alafu tutarejea kwako pia tuone ni namna gani ambavyo unataka kuielezea hiyo demokrasia. Mzee Mwaipaya tuelezee. My brother hapa anasema demokrasia ni tofauti sana na kipindi cha nyuma. Sivyo vile ambavyo watu walikuwa wamezoea. Kwa upande wako unasemaje? Kwa demokrasia ni neno pana sana. Yaani hapa tunapotoa hapa mwandishi wa habari unavyoletea mic hapa tayari demokrasia ipo tayari. Yaani uhuru wa kujielezea na uhuru wa kueleza na uhuru wa wewe kumhoji mtu vile vile ni demokrasia vile vile. Demokrasia iko sehemu pana sana. Demokrasia inagusa mpaka hata vyama vyenyewe, demokrasia inamgusa mpaka kila hata kila mwananchi mwenyewe.
Baka yani upana wa demokrasia nasema vipi? Kwa sababu hata vyama baka vinakuja kwa watu kuja kunadi sera zao, wametumia demokrasia kuchaguana kule. So umeelewa mpaka hapo? Hiyo ni maana ya demokrasia, umeelewa? Unapochukulia yani demokrasia labda kiujumla, labda serikali labda ina maintain vipi demokrasia yani katika jamii, ndio unakuta tunaingia hapa Mesia, ndio unakuta tunaingia hapa kwa nani Mesia, tunaingia hapa kwa watu yani hivi vyama hivi kufanya mikutano yao, hali ya kuwa kuna ulinzi wa polisi, wanamaliza mikutano yao bila matatizo aina yote. Nao ni demokrasia, umeelewa? Na ndio maana nimesema vipi, kuna changamoto ambazo kama uone zinatokea, lakini sijaziona kwa kipindi hichi. Nimeona kama kila mgombea ananadi sera zake kwa mapana na marefu. Hata kama mgombea atakuwa na watu 3 4, lakini bado utakuta kuna ulinzi umeimarishwa pale, kwa sababu ni katiba ambayo inazungumzia pale kwamba vipi kama inafika swala la uchaguzi, kila mtu ana haki ya kulindwa na chombo cha dola. Si umeelewa? Vyama vya upinzani wana haki kulindwa na chombo cha dola, chama tawala kina haki na kulindwa na chombo cha dola. Huwa hatawatenganishi. Maana yangu yani demokrasia iko pana sana. Kwa hiyo mimi kwa uelewa wangu mimi mdogo nimezungumzia kama demokrasia iko yani kwa kipindi hichi ndio nimeona demokrasia kama vipi yani ipo, yani kwamba kila mtu anapewa uhuru wa kuongea. Vyama vya upinzani tunawaona wanazungumza, wanafanya kampeni zao kwa upande wangu mimi kisiasa nimeona demokrasia. Lakini demokrasia inaweza kaenda pana zaidi hata kwenye masuala ya uchumi, umeelewa? Sasa labda hiyo ndio kidogo inatakiwa tudadavue kidogo hapa. Sawa. Kinachohitajika Mzee Mwaipaja anasema tupate udadavuzi, uidadavue dhana ya demokrasia unayosema haipo, ni kwa minajiri ipi? Yani uzungumze ile demokrasia ambayo unasema haipo kwa mifano na kwa maelekezo kwamba bwana, kwa sababu 1 2 3 demokrasia sioni, ili pengine aelewe zaidi. Ndugu mwandishi habari, asante sana kwa kulitana kwenye kwangu mimi. Hii maana ni ya kwangu. Demokrasi. Mtu sema kwa tume huru. Hii demokrasi. Kwa nini watu mda kizungumza wanakamatwa? Kwa nini? Ndio demokrasi. Mwache mtu atirike azungumze, usimkamate. Kazungumza majua na moyoni. Sisi miaka nyuma za Nyerere, Mwinyi, Mkapa, watu kuja mawaziri wa staff walikufa, Msuya, Malechela. Sema haipo hamna ujinga kama tutu ndio sasa hivi. Ukizungumza ukweli utakiwi. Ndio mimi nazungumza mimi. Mpe huru atirike Mtanzania kichwa moyoni. Miaka nyuma kwa kuna utekaji wa watu sasa hivi. Miaka nyuma mna kabisa. Kanisani tutakwenda sali msikitini vizuri. Sasa ukizungumza kiongozi kanisani unapijwa. Tunakwenda wapi? Sito msiba mzito sana. Miaka nyuma pakuna kabisa. Tume huru. Dini mtu akizungumzia siasa sasa hakuna. Ukizungumza unaonyesha kidole. Ndio mimi nazungumza hakuna demokrasia. Hakuna tume huru ile. Mtu kuzungumza. Yaani kama mtu kiongozi ushafuata dakika 2. Tunakwenda wapi? Sio Tanzania tuna msiba mzito sana. Tuzungumze ukweli. Usificha tusemaliza. Ili watu wakuelewe. Demokrasia. Mwache mtu azungumze, mwache afanye shughuli zake, lakini dakika 10 ifiki ushafuatwa na watu wasiojulikana. Paka leo mtu kapiga risasi paka hajulikani. Padre Katoliki askofu alivamiwa na watu. Paka leo unakwenda siku 90 siku 120 mpaka sasa hivi. Karibu miezi 5 160 miezi siku 160 mpaka leo. Tunakwenda wapi? Upelelezi hujakamilika. Kiongozi wa taasisi, kiongozi mchungaji. Ndio mimi nazungumza mimi. Hakuna demokrasia. Watu warudide. Ndio maana leo hii Mfufo Nyerere, Mwinyi, Mkapa, mawaziri Msuya, Sokoine watashangaa sana tunakwenda wapi? Tuko wapi? Akati zamani Mwinyi alikata hakuna ubaguzi wa kabila wala kidini. Nyerere alisema ndio maana Nyerere tufikisha hapa. Ni sisi wenyewe wa Tanzania baadhi watu waoroa madaraka. Mtu akizungumza ukweli. Ndio maana nchi sasa hivi nyumba Tanzania hatuko vizuri. Na kutana Kenya wenzetu wako hapo. Juzi wamepata msiba waziri wa mstaafu. Mwenyezi Mungu amrehemu. Maana mchozo mwenzetu ni mwanasiasa mzuri sana. Lakini sasa Kenya kizidi shilingi 10 tu kwa andamano. Katiba iko huru. Katiba ya Kenya.
Washatuacha sasa. Hizo tupo chochote. Wanalumbana lakini kiuchumi. Lao shilingi 1000 Kenya ni shilingi 26,000. Unakuwa siku 2 nyumbani. Ukiwa shilingi 2000 tu. Una shilingi 58,000. Lao Kenya bana shilingi 5, shilingi 10. Ndio maana uchumi wao Kenya unekuwa. Ruto babake Odinga. Hizi mitungi ya jesi. Babake ndo anatengeneza babake. Yepa atumela baba tu. Yako Kenya tume mpaka saizi. Kwa nini? Maandalizi nchi yao inaandaliwa. Sisi bado. Sisi tuache siasa mdomoni. Turudi kudadisia Tanzania. Tunatoboa. Nishamaliza. Sawa. Katika moja ya vitu ambavyo umevizungumza kama nimesijakosea ama nimenukuu vizuri, umezungumza kuhusu dini. Na mambo ya imani pamoja na siasa ni kama kumekuwa na mvutano mkubwa hivi karibuni. Tumeshuhudia hususan katika hizi siku kadhaa, tumeona baadhi ya taasisi za kidini zinasema sisi tunajitoa tuhusiki na masuala ya kisiasa. Inatoka kauli hii, wengine wanaibuka wanasema wanatoa katazo kwamba tunakataa waraka uso wa kwetu, kama baraza la maaskofu TEC walitoa pia walitoa tamko lao na waraka wao. Katika haya mazingira tunaishi, bila shaka tunazo dini. Katiba nchi inasema ibara 21 kila mwananchi ana uhuru. Ibara 21 katiba nchi inavyosema. Watu wasome katiba kama katiba nchi hujui, msiba mzito sana, utafakari. Ibara 21 inasema kila raia na Tanzania ana uhuru wa kuuliza jambo. Nchi hiyo afanye katiba wanaivunja wenyewe. Vipengele vya serikali wanaivunja wenyewe. Ukizungumza maana katiba wanaivunja wao, sio wewe. Sio mimi raia. Katiba inavunja serikali. Mwachia katiba inavyosema katiba. Ibara 21 inasema kipengele hicho. Turejea kwenye dini. Ni namna gani dini zetu zina mchango mkubwa sana kwenye siasa za nchi yetu? Ukinirejesha nyuma katika vitabu vya dini vinaeleza wazi, hata huko nyuma katika enzi za manabii na mitume siasa zilikuwepo, sivyo? Ndio maana kulikuwa na falme na kulikuwa na ngazi mbalimbali za kiuongozi, manake hiyo ni siasa. Sasa tutazame ni namna gani siasa na dini katika nchi yetu vinaweza kusababisha hali nzuri ya kisiasa, kwa maana ya kwamba ni namna gani dini zinaweza kusaidia muonekano mzuri au mfumo mzuri wa kisiasa katika nchi yetu. Hebu tuanze kwanza kwako mzee wangu. Namna gani hizi dini zetu zinaweza zikapelekea mfumo mzuri wa kisiasa? Na je, hawa wanaosema unachanganya dini pamoja na siasa au hairuhusiwi au haitakiwi kuchanganya dini pamoja na siasa, wako sahihi kiasi gani na hawako sahihi kiasi gani? Mimi nasema kwanza ni kushukuru sana mwandishi wa habari kwa hoja nzuri ambazo zinakujia mbele yetu. Lakini pia nipande kueleza kwamba hakuna uhuru usiokuwa na mipaka. Kila uhuru unakuwa na mipaka yake, kwa sababu huwezi ukatamka neno ambalo linaweza likawa likahatarisha amani alafu wewe ukawa hivi. Kwanza uhuru wote una mipaka yake. Lakini kingine, dini ina nafasi kubwa ya kutuliza amani katika nchi. Kwa sababu hakuna dini ambazo, hapa kwetu kuna dini mbili ambazo ndio zina wafuasi wengi zaidi. Kuna Waislamu na Wakristo. Na hao wakiwa kama ndio wafuasi, na hao ndio wakiwa wanachama wa vyama, na hao ndio wakiwa watumishi wa serikali, na wao ndio watumishi wa afya, na hao wakiwa ndio watumishi wa kila sekta. Kwa maana dini bado iko na nafasi yake, na ndio maana tumeona katika medani za kisiasa mapadri au askofu anapewa nafasi, anakuwa mhudumu katika chama au katika serikali. Sababu tumeona ni wahudumu kadhaa, mashehe maaskofu, kama kule tuliona Askofu Gwajima akiwa nafasi yake, na mashehe leo tunamwona hapa Shehe Ponda Temeka kigombea nafasi hiyo. Tukimuona katika nafasi yake ni nafasi ya mwanadini, lakini bado anaingia katika nafasi ya siasa. Kwa hiyo bado hatuwezi tukatenganisha dini na siasa. Wale wote ambao walipita wakasema kwamba dini na siasa ni vitu viwili tofauti, hawa watakuwa wametukosea sana na watakuwa wanaikosea jamii, kwa sababu wao tu wana wajibu wa kutuliza watu. Leo unapotaka kuona waumini fulani wana react katika jambo fulani, lakini baada ya muda wanakwenda wanaabudu, basi nafasi sasa ya yule mwanadini kuanza kumwambia bwana, huko unakwenda siko, au huko unakokwenda sio sawa sawa. Kwa hiyo bado mimi naamini kwamba dini ina nafasi kubwa katika siasa, na dini ndio muhimili mkubwa wa amani ya nchi hii, sio dini ya Kiislamu wala dini ya Kikristo. Dini ndio ina amani kubwa, dini ndio yenye kuleta muhimili mkubwa wa amani. Ni lazima viongozi wa serikali, viongozi wa vyama washikamane na dini ili kuona kwamba medani ya uchaguzi na kila kitu kinakwenda salama usalimini. Lakini bado pia nitoe rai, kwa sababu tunaona
unaweza ukamfunga, unaweza ukaenda kununua mbuzi Vingunguti ukamshika kwenye kamba unakuja naye Temeke, lakini inawezekana yule mbuzi ukafika katikati labda Tazara akagoma kwenda, ukambeba ukamweka begani. Kwa hiyo tuangalie katika utawala hawa mbuzi ambao wananunuliwa wanapelekwa kwenye malisho, siku moja wakigoma hatuendi, inakuwa tatizo sana. Kwa hiyo wachukue wajibu wao kuhakikisha kwamba nini wanakifanya katika jamii. Na ndio maana nimekuambia kwamba mathalan leo hii ukija kwenye medani ya kisiasa hapa kwetu, watu wanarithishana madaraka. Hii ni hatari sana. Wakati wanawarithisha wenzao madaraka, wale wengine wako wapi? Na wao wana nafasi na wana uwezo kama wao. Lakini anatokea mtu from nowhere anaambia wewe nenda mahali fulani utachukua nafasi fulani. Nenda mahali fulani utachukua nafasi fulani. Hii wanawatendea watu vibaya. Kwa sababu hatuwezi kusema vinginevyo. Tunaona leo nguvu kubwa iko mahala gani. Na hiyo nguvu sio nguvu ya hivi, ni nguvu kubwa ya fedha. Umeona? Leo kuna shirika hili, kuna taasisi kama TAKUKURU ambayo tunasema ni taasisi ya kuzuia rushwa. Lakini kama ingelikuwa iko na kazi yake barabara, ingeanza kwanza kutathmini chaguzi za serikali, chaguzi za chama cha CCM ndani yake. Je, kuna harufu ya rushwa? Na kweli ni harufu ya rushwa, ni kwamba ndani ya chaguzi zile 90% ya chaguzi za CCM zote zimetawala rushwa. Kwa hiyo taasisi hii ya TAKUKURU iangalie upya utendaji wake juu ya rushwa. Kwa hiyo amani, mimi nasema bado ina nafasi yake na viongozi wa dini wana nafasi katika wajibu. Kwa hiyo demokrasia inateke nafasi yake, lakini bado pia demokrasia hii pia tusitumie kupita kiasi. Demokrasia haitawezekana kwamba fulani ukamtumu fulani kwamba kamuua fulani. Hii sio demokrasia. Na ukisema hivyo basi utachukuliwa labda uje uojiwe, bwana kweli tuambia ni jambo kubwa sana. Je, kuna hili na hili? Hebu tueleze hivi. Kwa hiyo tusione kwamba mtu anatamka tu maneno vile anavyotaka yeye. Nchi ina mamlaka, ina watu, ni lazima wateki advance, wateki ile nafasi yao ili tuende sawa sawa. Mimi nikushukuru kwa hilo ndugu. Sawa, wakati huo pia tunazungumza kuhusiana na masuala ya dini. Kumekuwa na wimbi ama kugubikwa kwa viongozi wa dini, wamekuwa kumbana mara kadhaa na baadhi ya kadhia. Viongozi wa dini wanakutana na kadhia. Tumeona hivi karibuni kanisa la Ufufuo na Uzima lilifungwa, makanisa zaidi ya 2000 yaliweza kufungwa. Tumeona pia baadhi ya viongozi wa kidini, wengine tunasikia askofu fulani ameshambuliwa. Sasa katika nchi ambayo ina demokrasia na matukio ya namna hii kwa viongozi wa kidini, inaathiri vipi moja kwa moja jamii pamoja na watu ambao ndio waumini? Kwa sababu tunafahamu katika jamii ndio wanakotoka waumini wa hizi dini. Ni zipi athari zake hawa watu au wanajamii? Wanakumbana na athari zipi pindi ambapo matukio ya namna hii yanatokea? Nianzie kwako mzee wangu kabla sijaenda kwa ndugu mwandishi wa habari. Asante sana. Mimi nataka kumtesha jamaa, kiongozi wa kidini hauruhusiwi kugombea. Kiongozi wa kidini hauruhusiwi kugombea mambo ya siasa. Usijiingize kabisa. Wewe uwe kiongozi wa kukemea. Bosi una pengo si askofu mstaafu kardinali, haizi kugombea. Hata huyu Laichi haizi kugombea, hata padre kanisani hawezi. Wewe kemea. Wewe ukae, ukiona tofauti lazima uzungumze, ukemee. Nchi hiyo ina amani. Unapoingia kuna masiasa hakuna tena amani. Wakijiingiza wote, maana yake viongozi wa dini ama tena dini ni siasa, vurugu. Yaani dini ya siasa peke yake, dini peke yake. Ndio maana kutoa viongozi wa Katoliki wanasema kidete. Katoliki viongozi wao wanasema kidete, hata kama siasa hataki. Mimi ni Mkatoliki. Mimi sana Katoliki sana. Emba kwa kanisani mpaka sasa hivi nikifa naweza kwa Katoliki. Viongozi wangu wanaomba dini peke yake, siasa peke yake. Hawezi kujiingiza kama Gwajima, kosa kubwa sana kwa siasa. Sheikh Ponda haitakiwi kwa maana Sheikh mkuu naye ajiingize kwenye mambo siasa. Msiba huo. Haitakiwi kabisa kwenye mambo siasa. Dini haitakiwi kabisa kwenye siasa. Wewe ni kukemea amani. Ndio maana tu askofu juzi kazungumza, kuna kahubiri siku ya Nyerere Day pale Visiga kuhusu amani, utekaji wa watu nini. Amani. Tena nyingine kugombea. Msiba shehe bana. Yaani tuwe na amani, viongozi wa kidini, usiingize mambo ya siasa. Italeta mgongano mkubwa sana. Na msiza Sheikh Ponda Gwajima. Yaani kama akasema tulie, asipo mkumba Gwajima kisha kufungiwa.
Ushona msikiti unafungiwa, yani shehe mkuu BAKWATA hakuna. Kwa nini? Dini peke yake, sasa peke yake, Katoliki sisi kuna sisi baadhi ya maskofu. Kwa nini sisi ndio siasa? Kwa nini hawezi? Kwani tena wakipiga kampeni nchi nzima Katoliki hapigi kura, lakini kanisani ni kuhubiri neno la Mungu tu, ili washibishe wakajenge sehemu nyingine, injili ukaienze duniani kote, ukaisambaze. Hata Biblia inasema, Qur'an inasema, ukaa msikitini kuna ibada, hubiri, watu wapata ile mawaidha vizuri, washibe. Wakija vijueni, jamani, sheka zungumza hivi amani, utekaji wa watu, ndio mzungumze hivyo, utekaji wa watu ndio jinsia moja, tunakwenda wapi? Ndio miaka nyuma mambo kama kabisa, mambo kama sisi wenyewe tunarudisha. Asante. Sawa, nipo Temeke na ninazungumza sauti ya jamii. Tuko hapa kwa ajili ya kusikiza sauti za wanajamii, na rejea kwa mzee wangu tuweze kuzungumza pia kuhusiana na swala hili la kidini. Hivi karibuni imekuwa inaonekana ni kama kuna migongano ama misuguano baina ya siasa ama serikali na baadhi ya madhehebu ya kidini. Sababu ni nini hasa? Bado tunaendelea kuzungumza na wanajamii. Kuna mzee wangu hapa pia atajitambulisha, alafu atatuambia yeye ana maoni gani kwenye hilo. Sawa, ondoka. Usije nikatekwa. Nashukuru. Kwa majina anaitwa Jerome Isaka Mwinga. Umezungumzia kuhusu viongozi wa dini na serikali, si ndio? Kwanza, viongozi wa dini wanapaswa kuwepo katika serikali. Kwa nini? Kwamba lengo la viongozi wa dini ni kwanza kuonya. Biblia unaposoma katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16 hadi 17, anasema neno la Mungu limehakikishwa kwa ajili ya kuonya, kufundisha na kukemea watu ili waende katika njia impasayo Mungu. Kwamba mimi sioni dhambi kwamba kwa viongozi wa dini waingie kwenye siasa. Sema labda huo mfumo uliowekwa, je, waliokuwa katika mfumo wa serikali wako tayari kuwajibika kwa kuonywa maovu ambayo wanayatenda? Kwamba lengo la manabii ni nini? Unaposoma katika Efeso sura ya 4 mstari wa 11, kwamba wengine walitoa kuwa manabii, wengine kuwa mitume, wengine kuwa walimu, wengine kuwa wainjilisti. Mtume ni mtu ambaye aliyetumwa kupeleka kusudi la Mungu kwa watu wao. Nabii kazi yake ni kuonya. Tunamuona Jonathan anaenda kumonya mfalme Daudi baada ya kumchukua mke wa Uria, akampeleka Uria Mhiti vitani ili lengo amchukue mke wake. Akafanikiwa akaenda kuuawa Mhiti kule vitani. Daudi anamchukua mke wa Mhiti. Hatimaye tunaona Daudi anamchukua mke wa mtu, akafanya dhuluma kama kiongozi kwenda kuonya. Lakini nabii Jonathan akaenda kumuonya, kwamba akasema kwamba katika watu 100 kuna mtu mmoja alikuwa na ng'ombe mmoja tu, tena ni maskini, lakini mtu mwenye ng'ombe 100 akaenda kumnyang'anya yule mwenye ng'ombe mmoja. Yeye ni halali kitu? Mfalme Daudi akasema sio halali, nitakuwa uawa. Akasema ndio wewe ambao umechukua mke wa mtu unapaswa kunywa. Daudi akaanguka kifudifudi, akaomba radhi. Yule mtoto wa mimba ambaye alimpa Uria, yule mtoto akazaliwa akafa. Baadaye ndo akaendelea kuzaa, kwa sababu mume wake ameshakufa, ndo akamzaa yule Sulemani. Sawa. Kwa hiyo viongozi wa dini wana thamani kubwa sana katika utawala ambao tulionao duniani, kuwaonya viongozi walioko madarakani, kwa sababu viongozi walioko madarakani lengo lao, mfano kama Tanzania, ni kwenda kujinufaisha tu mali. Chukulia mfano, tuko hapa wilaya ya Temeke, ambayo wilaya ya Temeke ina kata 23. Majimbo yako matatu, Mbagala, Chamazi pamoja na Temeke yenyewe, ambayo Temeke kuna kata 13, ambaye mbunge ambaye anagombea kupitia CCM ni Mariam Kisangi. Kule Mbagala kuna jimbo la Mbagala na Chamazi, kule kuna kata 5 na huku kata 5. Kati ya wilaya Temeke ambayo ina mitaa 142. Maana yake ofisi za serikali za mitaa ziko 142 wilaya Temeke, ambazo kwamba kuna wenyekiti wa serikali za mitaa wako 142. Lengo lao wao ni nini? Ni kuweza kuwajibika na sera zilizoko katika chama chao kilichoko madarakani. Lakini ni kweli wanawajibika? Lakini bado tunaona baadhi ya viongozi hawajibiki, wana mifumo ya kirushwa. Sasa kiongozi una uwezo kwenda kukemea rushwa isifanyike. Mfano kwamba tunalia umaskini katika taifa letu. Taifa letu tunalia umaskini. Taifa letu tunalia adha ya maji.
Nenda hapa Rufiji, kutoka Rufiji kuja Dar es Salaam kilomita 130. Lakini ukienda Mbagala, ukienda Kisemvule, ukienda Chamazi, kuna shida ya maji paka hapa Temeke. Manake pasipo watu binafsi maji tusingepata kwa wakati. Mimi kama leo ni moja maji ya watu binafsi tu, ndio maji ambayo natumia mimi, nalipa kwa bili. Unaona hicho kitu? Lakini ukiangalia DAWASA hatuioni. Lakini kuna mto Rufiji kutoka hapa Rufiji kuja Dar es Salaam kilomita 130, maji masaa 24. Nenda kusini, kuna mtu mmoja anaitwa Ruvuma. Ruvuma amepakana na Wamakonde. Wamakonde wameamua kuchimba visima vyao binafsi kwa ajili ya adha ya maji, na kati mto wapo ni katika kuweza kuwasogezea. Nenda ziwa Nyasa ambaye ni mkoa wa Ruvuma, ambaye mkoa wa Ruvuma imepakana na lile ziwa Nyasa ni Malawi na Tanzania. Maana yake kwamba watu wa mkoa wa Ruvuma ambaye ni Songea, Bamba Bay, Mbinga, Peramio, kuna shida ya maji. Tunakwama wapi? Nenda kanda ya ziwa Victoria. Ziwa Victoria ndio ziwa kubwa duniani la pili. Ndani yake watu wa nchi ya Misri wanakunywa maji kutoka ziwa Victoria, ambaye wanamwaga mto Nile. Ule mto una kilomita 4,002. Watu 100% wale Waarabu wa Misri wanakunywa maji kutoka nchini kwetu kupitia ziwa mto Nile ambaye ni ziwa Victoria. Lakini nenda kanda ya ziwa, nenda Mwanza, nenda Shinyanga, kutoka Dar es Salaam kwenda Kahama kilomita 1,050. Kutoka Kahama kwenda ziwani kilomita 400. Lakini Kahama ile yote ukizunguka kwenda Geita kuna shida ya maji. Tunakwama wapi? Nenda ziwa Tanganyika ambaye liko Kigoma kule, wana shida ya maji. Maana yake nini? Hawa hawaendi kutetea maslahi ya wananchi, hawa wanaenda kujinufaisha wao. Sasa basi sisi kama wananchi ambaye tarehe 29 ni Oktoba ambaye kuna uchaguzi, wasikae mimi ni uchaguzi huu naona kama kuna njia fulani ya udanganyifu, kwa sababu unaposoma katika Yeremia ile sura ya 17 mstari wa 9 anasema moyo wa mwanadamu ni siku zote huwa mdanganyifu, nani awezaye kujua? Wanatudanganya. Miaka 64 ya uhuru wanatudanganya, kwa sababu wanakwenda kwa ajili ya maslahi yao. Majimbo nchi mzima yako 272. Tanzania bara kuna majimbo 222, Zanzibar yako 50. Ukienda Lindi na Mtwara ukijumlisha watakuwa wabunge 18. Kwa nini wote? Kwa nini wote 18? Lindi na Mtwara watakuwa wabunge 18. Yaani Mtwara kuna wabunge 10. Lindi kuna wabunge wa 8. Mkoa wa Lindi jumla 18. Kwa nini? Ilitakiwa ili kwamba tupate afadhali kwa wananchi, tugawe nchi katika mfumo wa majimbo. Sio katika mfumo wa majimbo ya kisiasa, katika mfumo wa kikanda. Ukisema Lindi na Mtwara kuna gesi, kuna uchimbaji wa makaa hapa mkoa wa Lindi, kuna mbuga za wanyama, Selu. Kwamba ukiangalia gesi ambayo iko Kilwa, ambaye kuna baadhi ya viwanda vinafanya kazi Dar es Salaam, ambaye wilaya Temeke kuna viwanda 200. Viwanda vikubwa viko 140, viwanda vikubwa viko 60, vidogo viko 140. Ambayo ile gesi inasaidia katika viwanda vyetu, lakini sisi mwananchi tunashindwa kusaidiwa gesi ambayo kwa ujazo angalau kwa mwezi shilingi 10,000. Kuna mtu ana gesi ya mtunga kilo 5, anakaa zaidi ya miezi 6 ajazi kwa sababu 24,000 hana. Lakini ukimpa gesi kwa mwezi shilingi 2,000 3,000 ajaze, anajaza hata mkao usingeona wala misitu usingeweza kukatwa. Tanzania tunakata misitu kwa mwaka misitu tani 400,000. Maana yake tayari tunapoteza rasilimali misitu ya asili. Hilo jambo la kwanza. Kwamba ukiangalia kanda ile ya kusini, mfano ukagawa kwamba kanda ya kusini Lindi na Mtwara. Mtwara kuna gesi, Mtwara kuna uchimbaji wa mawe, Mtwara kuna rasilimali za kutosha mpaka madini ukienda pale wilaya Ruangwa. Lakini kanda ya kusini barabara za lami hakuna. Kutoka Kilu na Ngulukulu kwenda hapa Liwale kilomita 300. Barabara ni mbovu, mtu anaenda Liwale anazunguka kwenda Lindi, Masasi na Chinguya anaenda Liwale. Kutoka Liwale kwenda na Chinguya kilomita 60, barabara mbovu. Kutoka na Chinguya kwenda Masasi kilomita 47. Barabara ya lami miaka 60 ya uhuru, hatuna barabara. Lakini leo tunaambiwa baada ya siku 100 nitajenga reli kutoka Mtwara kwenda Bamba Bay. Brother, reli gharama zake si mchezo. Miaka 5 sawa na siku 1825. Ni siku chache kwa ahadi kama hizo ambazo zilizotolewa na mgombea wetu mpaka ambayo tulionaye mpaka kufikia toa leo. Tarehe 29, tarehe 5 mwezi wa 11 mtu anaapishwa anaenda Ikulu. Atamtoa mwanasheria mkuu wa serikali kwenda kusimamia mikataba na sheria zilizopo katika nchi hii. Sidhani kutoka Tanga kwenda Musoma kilomita 1,008 kwa reli utajenga reli kwa muda wa miaka 5. Ni kitu ambacho tunadanganya. Kwamba ile kanda ya kusini ukiangalia katika mifumo hiyo wabunge 18 au ni wengi, ilitakiwa kwamba katika mfumo kwamba kuna kanda kama ziko 5. Tukapeleka wabunge 100 tu. Kulikuwa wabunge ambao ataenda Dodoma 401. Ni wengi.
Mishahara ni mkubwa ambao anapokewa wabunge milioni 18. Ndio maana mtu anaamua kuacha taaluma yake anaenda bungeni. Charles Kimei alikuwa mkurugenzi wa CRDB, yuko Vunjo anagombea ubunge, kwamba kule anaenda ameacha ukurugenzi wa CRDB, maana yake ameona kuna maslahi. Bungeni kuna maslahi. Brother, bungeni uongee usiongee kwa siku 600. Uongee usiongee kwa siku 600. Mshahara milioni 18 inasoma pale. Ukiwa waziri milioni ngapi? Umeona hicho kitu Wabunge anaenda kwa wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 401. Au wengi wa nini? Maana yake zile fedha ambazo wanazopewa wabunge ilitakiwa baadhi ya zile fedha zije katika mifuko ya kijamii, huduma za kijamii kama Temeke ambapo hatuna maji, DAWASA tunaiona, Temeke barabara mbovu zinarekebishwa kwa wakati. Kwa sababu nchi mzima hii ina square mita za mraba ziko 947,300. Dar es Salaam peke yake kuna square mita za mraba ziko 1,393. Zanzibar kuna square mita za mraba ziko 2,460. Zanzibar kuna wabunge 50. Kuna wana baraza la wawakilishi wale. Angalia namna ambavyo kwamba fedha ambazo zinaenda kutumika pasipo utaratibu. Kuhusu wanasiasa, wanaacha taaluma zao wanaenda kwenye siasa ili waweze kupiga dili. Wilaya ya Kisarawe peke yake inakata 17, lakini wilaya ya Kisarawe kuna wilaya ya maskini ina umri wa miaka 110. Mlima Kilimanjaro una mita 5895, ni mlima mrefu barani Afrika. Unaingiza mabilioni ya hela. Nenda mbuga za wanyama Ngorongoro. Maana yake kwenda kaskazini peke yake ina uwezo wa kulisha rasilimali tunazo kwa fedha za Tanzania. Kwamba kila Mtanzania hata kwa mwezi ukampa shilingi 300 inatosha kwa rasilimali ambazo tunazo na watu wakaendelea vizuri kuishi. Angalia huduma za kiafya. Huduma za kiafya ukichukua wilaya Temeke kuna jumla ya hospitali tunazo 30. Yaani zahanati ziko 19, hospitali ziko 11. Nenda katika huduma za kiafya. Umeona daktari shingapi? Ni aibu. Naomba tuishie hapo kwanza, tutarejea. Umezungumza mengi, nataka sasa apatikane mtu wa kujibu hizi hoja. Twaha Mwaipaya na Abdallah Mwaipaya ni moja kati ya wazee ambao pia wanapatikana hapa, na yeye pia huwa anazungumza kuhusiana na masuala haya ya kisiasa. Sasa Mzee Mwaipaya, umesikia hoja ambazo zimetolewa hapa, umesikia kwa undani kabisa, umepewa takwimu za kutosha. Pia wamekumbushwa wagombea kwamba wakati mnapokwenda katika hizo siku ngapi, mtajua ni kitu gani ambacho mnatakiwa kukufanya. Moja katika kitu ambacho kimezungumzwa ni unono wa maslahi kwenye siasa, hususan katika nafasi mbalimbali za kisiasa. Una lipi la kuzungumza kwenye hilo ambalo limezungumzwa hapa? Mimi ninalo jambo la kuzungumzia kuhusiana na mambo yote ambayo yalizungumziwa hapa. Kwanza tulikuwa tumekwenda katika mambo ya dini kwanza. Kuingia katika mambo ya siasa ndio kaingia na mambo mengine yale. Katika mambo ya siasa tulikuwa tunazungumzia vipi? Mimi nilikuwa naunga mkono kwanza jambo ambalo alikuwa amezungumzia huyo Mangia huyo. Kwamba siasa, yani automatically katika nchi yetu ya Tanzania katiba imeshatenganisha dini na siasa. Jambo la kwanza, masa katiba imetenganisha dini na siasa. Lakini wanasiasa wana dini zao. Lakini kuna sehemu ambayo yani tofauti, ambapo kuna vitu ambavyo vinaweza kutokea sitofahamu. Vitu ambavyo yani mtu anaweza kuzungumzia jambo la siasa akiwa sehemu ya dini. Wakati anatakiwa kama kiongozi, hata kama akiwa ni wa dini, kama ni siasa anataka kuzungumzia mambo ya siasa, azungumze siasa, asiwe katika members za kwenye madhabahu au katika members za mambo ya dini. Umeelewa? Hilo ndio tofauti, ndio maana wanakuwa wanaingia kwenye makosa, na hili jambo la taasisi za kiserikali. Kwa sababu serikali imeshasema sisi nchi yetu sisi haina dini. Wananchi wake wana dini. Umeona? Kwa hiyo kunatakiwa viongozi wa dini, kama kuja kuombea amani, sawa wako sahihi kwa sababu wana waumini wao. Lakini kuzungumzia siasa ndani labda misikiti, kuzungumzia ndani siasa ndani wa kanisa, kisheria bado unakuwa umeenda umechanganya dini na siasa. Kwa hiyo lazima tu mkono wa serikali utakuwa umeuchokoza. Somonea mpaka hapo. Kwa maana hiyo mkono wa serikali utakuwa umeuchokoza. Sasa tukurudi katika vitu ambavyo alivyozungumzia mheshimiwa hapa, umeelewa? Na vitu vya msingi ni vya maana. Lakini je, kilikuwa natakiwa ni nani afanye mambo kama hayo? Na ndio maana nakurudia kila siku narejea kuzungumza kwamba vipi ili hivi vitu visitokee. Jambo la kwanza ilikuwa takiwa vyama vya siasa vyote wa kwanza, namkumbuka kipindi kile alikuwa Christopher Mtikila. Alizungumzia sasa mimi siwezi kuingia kwenye uchaguzi mpaka katiba mpya.
lakini tuliona vyama vya upinzani kuanzia CUF, Chadema, kina nani wote walikengeuka kwa DP alikuwa anaitwa chama chake kinaitwa DP kile cha Christopher Mtikila. Kile ndio kilikuwa chama kabisa ambacho cha ukombozi wa Tanzania, kwa sababu yule alikuwa anataka kila kitu. Siingii kwenye uchaguzi bila tume huru, siingii kwenye uchaguzi bila katiba kubadilishwa. Lakini hivi vyama hivi wakamkiuka huyu mtu huyu hapa Mesia, wakasema tunakwenda kule. Sasa unaenda kulalamika mbele ya safari wakati tayari uko yani uko robo tatu ya kumalizia pale. Na ndio maana narudi kila siku kuzungumzia kama vipi Mesia, unaposajiliwa chama cha siasa kishasajiliwa tayari kinaongoza wananchi. Yani automatic, yani hata kama mimi niko hapa, tukijiorodhesha watu 50 hapa kwa labda kwa matao labda ya usajili wa chama, tukienda kwa msajili akisha tusajili tayari sisi tunaongoza wananchi. Sasa nini tufanye vile? Ndio maana rasilimali ambazo za serikali ambazo walizokuwa wanapata vyama vya siasa walishindwa kuvitumia vizuri. Vyama vyote vilikuwa vina hati chafu vyote. Nakumbuka mpaka hata sio hati apeleki hati. Walikuwa wanawaambia hela za serikali hizi tunaomba kila baada ya mwezi mturudishie hati zenu, umetumia namna gani? Sasa mimi nilikuwa nategemea kwamba vyama vya upinzani hivi hapa, kwa sababu vinametia challenge na CCM endelea, wale ndio wangekuwa wasafi zaidi kwenye hati zao kuliko CCM. Imagine tukitoka hadharani hapa tuzungumzie kwamba vipi chama tawala kina hati chafu, sisi tuna hati safi, lakini cha kushangaza vyama vyote vilikuwa vina hati chafu. Kwa nini maana yake? Ina maana kwamba tayari hata vyama vya siasa hivi upinzani vimeshaingia kwenye mfumo ambao wanaolalamikia kama nani mfumo mbovu, na wao wameshaingia. Kwa hiyo takiwa kipatikane chama cha nani ambacho kiko safi. Sasa kwa kumalizia, mzee wangu, na lipi la kuzungumza na la kusema ili tuweze kumaliza hili? Nashukuru sana kwa mtangulizi aliyopita kabla ya haya, amezungumza mambo makubwa sana. Maana yake ni nini? Kwanza hakutaka tu kwamba vyama vya siasa ndio viwe msingi wa maendeleo ya kitu, bali alihimiza hata hao sasa waliokuwa madarakani nini wafanye. Kwa hiyo wametoa data nyingi sana ambazo ziko wazi kabisa, hazina uficho. Hata leo hii ukichukua maneno yake tukapeleka kwa baraza la mawaziri kwamba mawazo yangu ndio haya, basi kama watayafanyia kazi kuna jambo kubwa sana la kufanya. Kwa hiyo kila kitu mimi sioni kama tunaweza tukamcrash mtu maneno yake. Maneno aliyozungumza ni ya ukweli kabisa, kwamba ufisadi sio kwamba kwenye vyama vyetu, bali ufisadi upo katika chama kikubwa ambacho ndio kinamiliki nchi hii, na muda wote ndio wamekuwa wao wamiliki wa nchi hii. Kwa hiyo wao wana wajibu wa kuwatendea haki wananchi wao, na ndio maana ametoa mfano namna gani watu wanaacha taaluma wanaingia kwenye siasa. Kwa hiyo hivi kweli serikali haioni vitu hivyo, kwamba mtu anatoka huko? Tuliona kina Profesa Sarungi, tunaona kina Juma Kapuya, wanatoka kwenye taaluma zao wanaingia kwenye siasa. Kwenye siasa kuna nini? Basi wawafuatilie kwenye siasa ili waangalie, wawatendee haki wananchi. Hapa tutapata maendeleo. Asante sana. Sawa, asante kwa wakati huu na tutarejea wakati mwingine. Hii ilikuwa ni Sauti ya Jamii kwa siku ya leo. Malizia hapa hadi wakati mwingine. Hii ni Kawabe Media. Usiache kusubscribe, like, kushare pamoja na kucomment.